ومن واجب العبد بعد انتهاء مواسم الطاعات, na miongoni mwa ulazima kwa huyo ambaye ni mwanadamu baada ya kumalizika ile misimu ambayo iliyokuwa ni bora katika kufanya ibada mbalimbali, almuwadhabatu ala ta'ati Allah jalla wa ala. Wanatakiwa viumbe vya Allah waweze kuendelea na kudumu katika kufanya mambo ya ibada mbalimbali, wal istiqamatu ala ibadatihi, na kuwa na msimamo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza ibada zake. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema katika kitabu chake, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, kuweni na msimamo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muwe ni waja ambao muna sifa ya kumtaka msamaha Allah jalla fi'ala. Hiyo ni suratu Fussilat aya nambari 6. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على العبادة وتصريف القلب على الطاعة. ناكيك alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimuomba Mola wake mlezi aweze kumpa msimamo juu ya kufanya ibada mbalimbali, na kama ataweza kuubadilisha na kugeuza moyo wake, au geuze moyo wake katika mambo ya ibada mbalimbali, awe atawajibika kuzifanya ibada mbalimbali. Qala Anas radhiyallahu anhu, amesema Anas, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akifanya kwa wingi katika kuyasema maneno haya, ya muqallibal qulubi, ewe mwenye kuzigeuza na kuzibadilisha nyoyo za wanadamu, thabbit qalbi ala dinika, upe msimamo moyo wangu na uimara wa moyo wangu juu ya kuweza kuitekeleza dini yako, juu ya kuweza kuisimamia dini yako, juu ya kuweza kuyafanya mambo ya ibada mbalimbali katika dini yako. Hii ni dua ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akimuomba Allah jalla fi'ala ampe msimamo katika upande wa dini yake pindi atakapoamua kuibadilisha au kuubadilisha ule moyo wake, basi aubadilishe katika msimamo wa dini yake na kumwabudu Allah jalla fi'ala. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, kawaida ya moyo wa mwanadamu, moyo wa mwanadamu huwa una sifa ya kugeuka na kubadilika. Leo mwanadamu huyu unaweza kumkuta yupo katika msimamo ambao ni wa dini, ukasema hakuna mcha Mungu kama huyu ambaye namuona mbele yangu. Lakini kadiri siku zinavyokwenda, mtu yule ambaye uliyemuona yupo kwenye msimamo wa ibada, yuko katika msimamo wa dini ya Allah jalla fi'ala, anakwenda kubadilika na anakuwa ni mtu mbaya na mtu muovu katika jamii. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam, mbali na kwamba yeye ni mtume wa Allah, Allah amemlinda na kumuhifadhi kutokamana na kila aina ya mabaya, lakini mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah jalla fi'ala akimwambia, ewe ambaye kwamba mwenye kuzibadilisha nyoyo, ewe ambaye kwamba mwenye kuzibadilisha nyoyo za wanadamu, basi upe uimara moyo wangu, upe msimamo moyo wangu juu
sababu ya kusimama imara katika dini yako ya Allah. Ukitaka kulijua hili jambo la kubadilika kwa moyo wa mwanadamu, hebu rudi katika ndoa yako, rudi katika yule mke wako ambaye unaishi naye, ambaye ulimtafuta kwa upendo, kwa hamu, kwa ghamu, ukaweza kutoa fedha, ukasimamia gharama, ukaweza kumuoa mwanamke kama yule, ikawa ndani ya nyumba unajihisi uko katika pepo ya Allah jalla fi'ala. Inaweza kufikia mahala yale mahaba na mapenzi ambayo unayoyaona ndani ya nyumba yakaja kubadilika yakawa machungu. Vipi mwanamke yule anaweza kulala na akiamka akatokea kukuchukia, akatokea kutokukutamani, kila akikuona anaona kama shetani yuko mbele yake? Kwa nini inakuwa hivi? Hii inatokea kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, inawezekana ikawa ni kubadilika kimaumbile ule moyo wa yule mwanamke, akatokea kukuchukia, hana haja na wewe, vikao vikawekwa mbalimbali juu ya kuisuluhisha ndoa hiyo, lakini mwanamke akasema sina haja naye, wala simtamani, wala sihitaji kumuona katika maisha yangu. Moyo tayari umefanya nini? Umebadilika. Yale mapenzi aliyokuwa akiyapenda, yale mapenzi alikuwa akiyaonyesha kwako, yale mapenzi ambayo alikuwa yamekaa ndani ya nyoyo zenu, leo yamegeuka, yamekuwa chuki. Kwa nini? Ni kwa sababu ule moyo una sifa ya nini? Ya kubadilika. Na mwanamke akishafikia stage hiyo, akiwa ana haja na wewe, hataki kukuona, usishindane naye. Mwanamke yule mpe talaka, aondoke, akaangalie maisha yake. Huenda Allah akampa yule ambaye atapendana naye, wakafa na kuzikana. Na wewe Allah jalla fi'ala akakupa mwanamke ambaye atakupenda kwa dhati, ikawa ni wakufa na kuzikana. Using'ang'anie ukasema mimi najua kuoa sijui kuacha. Huyo mwanamke anaweza kukaa akatafuta mbinu ya kwamba huyu siataki, ni king'ang'anizi, akaweza kukufanyia kitu kibaya katika maisha yako, katika kiumbe ambacho ni rahisi kumuondoa mwanadamu katika ulimwengu, ni huyo mwanamke. Kwa sababu chakula unakula cha kwake anachokipika, kinywaji ni yeye ndo ambaye anakuandalia. Kuna uwezekano mkubwa hata sumu akakuwekea akakuondoa kwenye mgongo wa ardhi. Lakini aina ya pili, yawezekana wakati mwingine mwanamke yule amepata masi au amepata sihiri. Jini alilokuwa nalo ni la kiume, ndio likawa linamfanya mwanamke yule abadilike, awe atakuchukia, hataki hata kukuona kwenye maisha yake. Watakiwa ujaribu kusimama imara, nenda mbio juu ya kumsaidia mke wako, juu ya kumrudisha mke wako katika hali ya awali aliyokuwepo, hali ya upendo, hali ya pamoja. Kwa hiyo huu moyo wa mwanadamu una sifa ya kubadilika, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Allah ampe msimamo wa moyo katika upande wa dini yake. Maneno haya kayapokea Imamu Ahmad kwa nambari 26679. Sheikh Albani ameyasahihisha fi sahihi Tirmidhi, utayapata kwa nambari 3522.